Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Baada ya kusimamishwa kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, nusu ya raia hao wanasema Israel na Marekani hazikushinda vita vya Iran na kwamba malengo yao hayakutimia. Kura ya maoni imegundua hilo. Kura mpya ya maoni kupitia shirika la habari la Wala na Maarif nchini Israel imegundua kuwa Waisrael wengi hawajashawishika na madai ya ushahidi uliotolewa na serikali dhidi ya Iran kwamba wameshindwa vita hivyo, na hawakuridhishwa na matokeo ya vita na maoni tofauti ya uongozi wa kisiasa. Umma wa Israel umegawanyika pakubwa kuhusu suala la ushindi katika vita na Iran, kulingana na kura ya maoni ya Wala na Maarif iliyochapishwa siku ya jana Alhamisi. Kulingana na kura hiyo ya maoni, umma unasema haununui picha ya ushindi linapokuja suala la Iran. Licha kusitishwa kwa mapigano, inaonekana kuwa Waisrael wengi hawajisikii kupata ushindi katika kampeni ya moja kwa moja dhidi ya Iran. Asilimia 46 ya waliohojiwa wanaamini kwamba Israel na Marekani hazikushinda vita, na ni asilimia 22 tu ya wananchi wanaoamini kuwa ushindi huo ulipatikana. Asilimia 63 waliohojiwa walisema hawakuridhishwa na matokeo ya vita, ikilinganishwa na asilimia 32 pekee walioonyesha kuridhika. Katika msukosuko wa kisiasa, asilimia 61 ya wapiga kura wa muungano walisema waliridhishwa na matokeo, wakati kati ya wapiga kura wa upinzani idadi hiyo ilifika 17% tu. Hata hivyo, wananchi wanaona kwamba malengo yaliyoorodheshwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu nchini humo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hayakutimia hata moja. Hata hivyo, wakati huu jeshi la nchi hiyo linaamini kwamba limefanya kila lililowezekana kuharibu miundombinu ya taifa la Iran, na kwamba kuwaua viongozi wakuu wa nchi hiyo ni ushindi mkubwa ambao nchi imeupata. Jeshi la anga limeongoza imani ya umma na serikali iko chini ya kura hiyo. Pia ilichunguza kuridhishwa na utendaji wa viongozi wa kisiasa na maafisa wa ngazi za juu wa ulinzi. Kamanda wa jeshi la wanahewa Toma Bar alipata alama ya juu zaidi ya idhini na kuridhika kwa asilimia 77. Mkuu wa wafanyakazi wa IDF El Zamir pia alipokea imani kubwa ya umma, huku asilimia 71 ya waliohojiwa wakieleza kuridhika kwake. Katika safu ya siasa, Netanyahu alipata alama ya kuridhika ya asilimia 47 ikijumuishwa na asilimia 92 kati ya wapiga kura wa muungano, ikilinganishwa na asilimia 24 kati ya wapiga kura wa upinzani, wakati 49 walisema hawakuridhishwa na utendaji kazi wa waziri mkuu huyo. Waziri wa ulinzi Israel Katz alipata asilimia 40 ikilinganishwa na asilimia 51 ya Waisrael ambao walisema hawaridhishwi na utendaji kazi wake. Chini ya orodha hiyo kulikuwa na waziri wa fedha Bezalel Smotrich na waziri wa elimu Yoav Kish, lakini wote walikuwa na asilimia 29 tu katika kura ya umma. Rais wa Marekani Donald Trump pia alijumuishwa kwenye kura hiyo akiwa na asilimia 52 wa Israel waliosema kwamba waliridhishwa na utendaji kazi wake katika kipindi cha vita, huku asilimia 43 walisema hawakuridhishwa na utendaji kazi wa rais huyo wa Amerika. Kura ya maoni ilifanywa na utafiti wa Lazar ulioongozwa na Dr. Menachem Lazar kati ya wahojiwa 500 kutoka kwa watu wazima wa Israel, na kwamba kulikuwa na mapungufu ya asilimia 4.3 katika kura hiyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.